agano inapokuwepo inaweza kubadilisha, au agano ina nguvu ya kubadilisha anwani ya mtu yoyote utakayeungana naye. Kuna anwani kutoka mwake kuingia mwako, kuna anwani kutoka mwake na mwako kuingia mwake. Kwa unapoungana na mtu, hakuwe makini sana ujue naungana na mtu wa aina gani. Maana kuna wengine agano zao ni mbaya kwenye maisha yako. Wengine wanafifisha nyota ya watu kwa sababu tu mnaungana na watu ambaye sio wazuri. Maana Rujani nilikwambia, nimesema kabla ya kufunga ya kuweka agano na mtu, hakikisha unajua roho yake ilivyo. Usiwe haraka ya kuungana na kila mtu. Wengine wanateseka na watateseka mpaka mwisho kwa sababu waliungana na mtu ambaye asiyekuwa sahihi kwenye maisha. Ukiungana na mtu ambaye asiyekuwa sahihi, asiyetoka kwa Mungu, ni kujitabiria kuria kwa kesho. Ukiungana na mtu ambaye agano lake na mtu ambaye sio sahihi kwa Mungu, ni kujitabiria machozi kesho. Mtachana kwa maumivu kwa sababu hiyo agano Mungu hajaiweka. Bwana apewe sifa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Hapana kuungana na mtu kwa sababu ya tamaa za mwili. Kuungana na mtu kwa sababu ya vifaa vya mwili. Ungana na mtu kama roho inaruhusu. Agano ni muunganiko wa mioyo wa roho. Kwa unatakiwa kuwa makini sana unapoungana na Mungu, unapoungana na mtu yoyote. Bwana apewe sifa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Hebu punga mkono nione kama upo. Tujifunze kutafakari kabla ya kuungana na mtu. Safari yoyote ile, hapana kuungana na mtu kawaida. Tutafanya biashara pamoja, sikatai, lakini angalia kwanza hana roho gani ya upendo juu yako. Kama ana roho ya upendo yoyote, hapana kumlazimisha kuwa naye karibu. Hapana kulazimisha kwa sababu ya haja au kwa sababu ya tamaa au kwa sababu ya njaa. Hapana, hakikisha kwanza yuko vizuri, akiwa salama. Sikiza tena kwa makini. Akiwa yuko vizuri, akiwa ametoka kwa Mungu, hata kama leo hana kitu, ukiungana naye kwa sababu ametoka kwa Mungu, baada ya muda atafanikiwa tu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wale walioungana na mtu kwa sababu ya maono ya Mungu, wale watu hata kama leo hamna kitu, wanashika kwa sababu wanajua Mungu ameshasema kwamba huyu mtu utafika naye mbali. Hata kama leo hakuna kitu, hata kama leo sione, naona giza, lakini nashika agano, najua ipo siku tutatoka, ipo siku tutafanikiwa. Inawezekana hatuna kitu, lakini kama Bwana alisema tendelea kumshika, mimi najua ipo siku tutatoka na sisi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Alichounganisha Mungu, hata kama kunapitia changamoto, hata kama mbele ni giza, kwa sababu Yesu ndio anaongoza, ipo siku utatoka. Endelea tu kuishikilia hiyo agano. Inawezekana leo haijakupa kitu, lakini kama imetoka kwa Mungu, endelea kuishika, maana wakati wa Bwana ukifika itapendeza. Piga makofi mazuri nikwambie. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya kanisa. Piga makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Heri kuongozwa na Yesu. Pamoja na changamoto, agano yako ikiwa nzuri, ishikilie. Inawezekana umeamua kuungana, unaweka agano kwa mfano na Gilgal, hata kama leo hakuna kitu, ishikilie. Ipo siku tutapanda. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ili nikimbizana na muda wangu, jambo la kwanza, agano kubadilisha anwani. Ndio maana nilikwambia siku moja, nimesema watu wawili wakikaa pamoja, hata kwenye ndoa, utakuta kuna baadhi ya tabia kwa mwanaume inaingia kwa mwanamke. Utakuta na baadhi ya tabia kwa mwanamke imeingia kwa mwanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu agano ipo. Bwana asifiwe. Utakuta mama alikuwa mstaarabu, baadaye anaanza kuwa mkorofi kwa sababu tu agano ya baba alikuwa mkorofi, naye anakuwa mkorofi. Kwa unapotaka kuungana na mtu, hakikisha unaangalia alivyo, unaangalia moyo wake, maana agano kubadilisha anwani ya mtu. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Pointi ya pili, agano inavunja sheria. Panapokuwepo na sheria, agano kuvunja sheria. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Sheria imepangwa, inasema Esther hawezi kwenda kumwona mfalme mpaka siku zilizopangwa. Lakini kwa agano waliofanya Esther na mfalme, kupitia agano, Biblia inasema Esther kavunja
utaratibu, akaingia kwenye nyumba ya mfalme kinyume ya utaratibu, kwa lugha nyingine kinyume ya sheria ameingia. Panapokuwa na agano, kuvunja sheria. Hata kama sheria ilisema mtafanikiwa, lakini kama agano ipo inasema utafanikiwa, utafanikiwa tu kwa sababu agano ina nguvu ya kuvunja sheria. Na tabiri juu ya maisha ya mtu mmoja. Inawezekana kwenye ukoo wenu walisema ili uolewe mpaka kwanza uzae chini. Hiyo ni sheria ya kwenu. Na simama kwa agano ya Mungu kuvunja hiyo sheria kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Ningekuwa ningesema amina ya nguvu. Ningesema amina ya nguvu. Inawezekana kwenu wameshasema sheria ya kwenu hawezi kuwa ndoa. Hiyo ni sheria ya kwenu. Lakini kwa agano tuliounga na Mungu, na vunje ile sheria kwako kwa jina la Yesu. Piga makofi mazuri nikwambie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna kipindi kulikuwa na kisima kinaitwa Betsaida. Ninasema kwenye hiyo kisima palikuwa na milango mitatu. Mtu mmoja alikaa miaka 38. Huyu mtu hata jina lake tawakuitaja kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Na sheria pale nasema huyu mtu ili apone mpaka katikati ya wiki. Na huyu mtu apone mpaka hawa ameloa. Ilikuwa ni sheria imepangwa. Atakayeanguka kwenye maji wa kwanza ndio atapona. Hii ni sheria imepangwa. Lakini Yesu ambaye ni agano jipya, alipofika yeye kama agano, anasema hapana, mimi agano nina nguvu ya kuvunja sheria. Alipofika anavunja sheria, anamwambia simama, chukua godoro lako na uende.